Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana amefufuka kweli kweli. Ndugu zangu, kwa kipindi cha siku 40 tumekuwa katika mfungo tukijitayarisha kwa sikukuu hii ya leo. Kwa kipindi hicho katika liturujia hatukuweza kuimba haleluya. Kawaida kipindi cha Kwaresma neno haleluya halipo kabisa. Hakuna mahali ambapo kipindi cha Kwaresma maneno haleluya yanakuwepo. Hata kama ni sherehe bado hatuwezi kuimba au kutumia maneno haleluya. Lakini leo tena kwa furaha kubwa kabisa tunaweza tena kuimba haleluya. Ni usiku wa furaha na wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa usiku huu ambao ni mtakatifu, na tunapaswa kumwimbia Kristu aliyefufuka kwa furaha kabisa kabisa, maana kwa kweli ni siku ya furaha. Ndugu zangu, tunaadhimisha kilele cha siku 3 za Pasaka ambazo tulianza kuadhimisha tangu ile Alhamisi Kuu jioni. Katika usiku huu mtakatifu tunaadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kawaida kipindi cha Pasaka kuna huu mshumaa wa Pasaka hapa ambao unaonyesha kwamba kwa kweli Kristo ndiye nuru. Bwana amefufuka kweli kweli, haleluya. Usiku huu ni tofauti kabisa na usiku mwingine, na kama tulivyosikia katika mbiu ambayo shemasi wetu ametuimbia vizuri, ni usiku ambao Kristo alivunja minyororo ya kifo na kutoka kaburini mzima. Na tumesikia utakatifu wa usiku huu unafukuza dhambi, unafuta makosa, unawarudishia usafi walioanguka na furaha kwa wenye huzuni. Ni usiku ambao waamini wanaomwamini Mungu wanatengwa na dhambi zao na kurudishiwa neema na kukua katika utakatifu. Ni usiku ambao mbingu na dunia zimeunganika. Ni usiku ambao uumbaji umefanywa upya. Ndugu zangu wapendwa, tulianza adhimisho letu katika giza pale nje kwa ukimya na subira. Na katika giza mshumaa wa Pasaka huu ukawashwa, na kutokana na mshumaa huu tukawasha mishumaa mingine tulipokuwa tunaingia kanisani. Giza likaanza kutoweka kutokana na mshumaa huu mmoja ambapo ulikuwa na giza kidogo kidogo. Giza likaanza kutoweka na baadaye mwanga, kwa sababu Kristo ni mwanga. Giza ni ishara ya dhambi na hofu na kukata tamaa. Mshumaa unaowaka unawakilisha nuru ambayo ni Kristo mfufuka. Tukumbuke kwamba hakuna hali ya maisha
iliyo na giza, hivyo kwamba Mungu hawezi kuleta nuru. Haipo hali hiyo kwamba ni giza na Mungu ashindwe kuleta nuru. Haipo. Hata kama ni magonjwa, hata kama ni mafarakano, hata kama ni changamoto ya namna gani, bado uwezo wa Mungu ni mkubwa, anaweza kumtoa mtu katika hali hiyo ya giza. Moto unaowashwa katika vijilia vya Pasaka unaashiria mwanzo mpya, yaani maisha yetu yanafanywa upya ndani ya Kristo. Kristo anatuokoa kutoka katika dhambi na kifo. Ndugu zangu wapendwa, katika usiku huu mtakatifu tunakumbuka pia ubatizo wetu, yaani kuacha maisha ya zamani na kuanza maisha mapya. Hata leo kuna ambao watabatizwa. Hao ambao wanabatizwa, mara baada ya kubatizwa wanaachana na maisha ya zamani, maisha ya dhambi, wanaishi sasa katika maisha ya nuru. Ufufuko wa Yesu Kristo ni ushindi dhidi ya mauti. Tukumbuke kuwa mambo yale yanayoonekana kama yameshindikana, Mungu anaweza kuyageuza kuwa mwanzo mpya. Usiku huu liturujia neno imetupitisha katika historia ya ukombozi. Tunatafakari kwa kina historia nzima ya ukombozi tangu kuumbwa ulimwengu hadi siku hii takatifu ambapo Kristo alifufuka kutoka wafu, siku ya tatu baada ya mateso na kifo chake. Tumekutanika kushangilia ufufuko wake, kushangilia ushindi wa Kristo dhidi ya kifo. Masomo yanatuonyesha kuwa historia ya wokovu wetu ni ndefu. Mungu hakutuacha baada ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Alitenda kila wakati ili aturudishe kwake. Kilele cha historia hii ni ufufuko wa Kristo. Tangu mwanzo, kama tulivyosikia katika somo la kitabu cha Mwanzo, Mungu alisema iwepo nuru, na ikawapo. Akaitenga na giza. Tangu mwanzo wa historia ya ukombozi, Mungu amekuwa akifanya hivyo, yaani kuleta mwanga pale ambapo kuna giza, kuleta uhai pale ambapo kuna kifo, na kuleta matumaini pale ambapo kuna mkato wa tamaa. Tumesikia habari za Abrahamu akijaribu kumwamini Mungu hata pale penye mashaka. Fikiria, mtoto pekee unaambiwa kwamba ukamtoe sadaka. Abrahamu hakusita kwenda kufanya kile ambacho Mungu alimtaka. Tumesikia habari za Musa aliyeongoza taifa teule kupitia bahari ya Shamu, yaani kutoka katika utumwa kule Misri. Kama Waisraeli walivyovuka bahari ya Shamu wakiongozwa na Musa, sisi tunavuka kutoka katika kifo cha dhambi kwenda kwenye maisha mapya kupitia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, usiku huu historia ya ukombozi
inafikia utimilifu wake katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kaburi lipo wazi, kifo kimeshindwa, giza limetoweka na nuru inatawala. Katika Injili tuliyosikia, tumesikia habari za wanawake waliokwenda alfajiri kulitazama kaburi, nakutana na malaika aliyewaambia, msiogope, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Waliondoka kaburini wakiwa na furaha tele kwenda kuwapasha mitume habari. Nasi pia, ndugu zangu, tunapotoka hapa tutoke kwa furaha, tupeleke furaha ya Pasaka majumbani mwetu, tupeleke furaha ya Pasaka sehemu ambazo tunafanya shughuli. Ndugu zangu, usiku huu tunafurahia, usiku huu tunasherekea, usiku huu tunatangaza kwa mioyo yetu, Kristo amefufuka. Haleluya, haleluya. Vijilia vya Pasaka vinatukumbusha kuwa Pasaka sio tu sikukuu ya kila mwaka, bali ni maisha yetu yote. Tunaitwa kuishi kama watu wa ufufuko, yaani kuacha giza la dhambi na kuwasha mwanga wa imani. Ni mwaliko wa kuanza upya, hasa katika maeneo yetu ya maisha yanayohitaji mabadiliko. Siku huu unatukumbushia kwamba tuanze upya maisha, na kila mmoja anao udhaifu wake. Kwa hiyo kwa usiku huu basi unaalikwa kuanza kutafakari na kuanza upya kufanya mabadiliko katika maisha yako. Kwa sababu Kristo amefufuka, sisi tunaweza kuishi kama watu wa ufufuko, yaani watu wa matumaini, watu wenye huruma na watu wenye furaha. Ndugu zangu wapendwa, baada ya tafakari hiyo fupi, napenda kuongeza jambo moja. Katika ulimwengu wa sasa, ndugu zangu wapendwa, tunaona uovu mwingi duniani. Tukumbuke kwamba Kristo hakuja hapa duniani kuja kutusifu kwa sababu eti tumekuwa tumefanya mazuri. Hapana. Alikuja kutukomboa, tulikuwa wa dhambi, na hivyo akaja akateseka ili tuache maisha ya dhambi. Tunashuhudia ulimwengu wetu wa siku hizi, uovu ukiwa unaendelea. Tunashuhudia vita ambapo maelfu ya watu wanakufa. Tunashuhudia mauaji sehemu mbalimbali, watu wasiokuwa na hatia wanauawa. Tunashuhudia ukatili sehemu mbalimbali. Tunashuhudia ufisadi. Tunashuhudia unyanyasaji. Tunashuhudia mmomonyoko mkubwa wa maadili sehemu mbalimbali. Na tunajiuliza, kwa nini yote haya? Kwa nini uovu wote huu?
Huu uovu unasababishwa na nini? Ukiangalia kwa undani utaona ni kwamba watu wengine wameshaua dhamiri zao, au watu wengine hawakupata malezi ya kufanya dhamiri zao ziendelee kuwa hai. Watu wamekosa malezi ya kufanya dhamiri zao ziendelee kuwa hai. Ndio maana uovu upo. Yule ambaye ana dhamiri safi hawezi hata siku moja kufanya mabaya, haiwezekani. Kwa hiyo tunalo jukumu kubwa, hasa kwa wazazi, kuhakikisha kwamba wale ambao Mwenyezi Mungu amewapatia, yaani watoto, wanapewa malezi bora. Na kama watoto wanapata malezi bora, wanakuwa vizuri, wanakuwa watu wazuri na watu ambao wana faida katika jamii zetu. Na mzazi ambaye anayeacha kumsaidia mtoto wake, mzazi ambaye hana muda wa kumpatia malezi mazuri mtoto wake, mzazi huyo anajichimbia kaburi kutokana na uzembe wake. Anajichimbia kaburi kwa uzembe wake, kwa sababu huyu ambaye anayekuwa, huyu ambaye hakupata malezi mazuri, anakuwa mtu wa hovyo hovyo, anakuwa mtu wa hovyo hovyo, anakuwa ni mtu ambaye hana faida, na inakuwa ni kilio kwa mzazi. Kwa nini tunaona labda katika nyumba hii kuna watoto wazuri? Na naposema watoto, simaanishi watoto kama wale, yaani namaanisha wote waliozaliwa, hata kama ni watu wakubwa, basi watoto, kwa sababu wamezaliwa katika familia hii. Kwa nini katika familia hii hapa, labda sema familia, kuna familia hapa, hawa ambao ni waliozaliwa katika familia hii wanaishi vizuri, maisha yao yanawapendeza watu, wanawajibika vizuri, wanatenda mema katika jamii? Haya, na katika familia nyingine hapo pembeni, kwa nini wapo watu ambao yaani wavuta bangi, wanaotumia madawa ya kulevya, ni walevi, hawajibiki, wamo tu, wamekaa tu? Kwa nini? Hizi ni familia mbili. Familia hii hapa watu waliopo safi kabisa, watu wenye kuwajibika. Familia nyingine pale hovyo. Kwa nini? Na hii familia ambapo wanaishi vizuri, si kwamba hao watoto walitoka mbinguni, hawakutoka mbinguni, wamezaliwa hapa hapa, lakini wamekuwa watu wa maana kwa sababu wazazi walitimiza vema jukumu lao la kutoa malezi mazuri kwa watoto. Kwa hiyo ndugu zangu, maovu ambayo tunayoyaona sasa hivi ni kwa sababu tu wengine hawakupata malezi, au kwa sababu wengine wamefika mahali wameua dhamiri zao. Na wale ambao wameua dhamiri zao, wale ambao hawakupata malezi, ndio hao ambao wanaotuletea shida katika jamii zetu. Ndio hao ambao wanaleta mauaji, ndio hao ambao wanaowanyonya wengine, ndio hao ambao wanakuwa mafisadi. Sasa utakuta kwamba kuna mtu, kwa mfano,
yupo ameajiriwa mahali, ameajiriwa katika kampuni ya mtu au ameajiriwa serikalini. Yupo mtu ambaye anachapa kazi yake vizuri, anawajibika vizuri na anawapendeza wale ambao anaowahudumia. Lakini labda katika ofisi au katika ofisi nyingine yuko mtu ambaye ni hovyo kabisa, hawajibiki, ni mwizi, anawanyanyasa wengine na maisha yake si mazuri, na yule aliyemwajiri anasikitika kwamba kwa nini nimekuwa na mtu wa namna hii. Sasa kwa nini imekuwa hivyo? Ni hicho ambacho nilichosema kwamba kama mtu hapati malezi mazuri tangu akiwa mtoto kama hao tunaowaona hapa, hayo ndio yanayekuja kutokea baadaye. Lakini yule ambaye aliyepata malezi mazuri kabisa kutoka kwa wazazi wake, akaishi vizuri, anakuwa ni mtu ambaye wakati wote anatenda mazuri, wakati wote anakuwa ni mtu wa faida katika jamii. Sasa tunaposema kwamba kuna mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu, ni kwa sababu tu kwamba pengine wazazi walizembea katika hilo. Wazazi hawakuwa karibu na watoto, wazazi hawakuwakemea watoto, wazazi wamewaacha tu watoto wanakuwa tu hovyo, na baadaye ndio wanakuja kuwa vituko, na baadaye ndio hao sasa wanaotenda maovu ambayo tunayesikia tunaposema kwamba kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Tunashuhudia katika jamii zetu, kwa mfano labda imetolewa fedha, serikali labda imetoa fedha kwa ajili ya nini? Labda kwa ajili ya dawa katika mahospitali ili kuokoa maisha ya watu, lakini fedha zinayeyuka, zinaenda katika mifuko ya watu. Au pengine fedha kwa ajili ya maji, kuwapelekea watu maji sehemu fulani, fedha zinayeyuka na hazifanyi ile kilichokusudiwa, na mambo mengi ambayo tunayasikia. Kwa nini yanatendeka? Ni kwa sababu kuna watu ambao dhamiri zao zimeshakuwa hovyo, watu ambao hawakupata malezi mazuri, wakakuwa bila dhamiri zao kuwa safi, ndio hao wanaotuletea shida. Wapo watu ambao katika maofisi wanatenda vizuri kabisa, ziwe ofisi za watu binafsi, ziwe ofisi za serikali, ziwe wapi, ziwe za kanisa na kadhalika. Kuna ambao wanatenda vizuri kabisa. Ni kwa sababu tu hao tangu mwanzoni walipata malezi mazuri na dhamiri zao kila wakati ziko hai. Tukumbuke kwamba Kristo alikuja duniani na akateseka, akafa ili kutuondoa katika dhambi. Kwa hiyo na sisi tujitahidi, ndugu zangu wapendwa, kuachana na dhambi. Wazazi tujitahidi kutoa malezi mazuri kwa watoto. Usipofanya hivyo, narudia tena, mzazi asipojitahidi kutoa malezi mazuri, mwishoni anajichimbia kaburi kutokana na uzembe wake. Mtoto wake atakuwa hana faida yoyote kwake, na tena mzazi atakuwa na laumu, kwa nini nimemzaa mtoto na namna hii? Kwa nini? Anajiuliza kwa nini? Kwa sababu hana faida yoyote. Yaani hata ukimpatia fedha anatumia ovyo, anakuibia. Yaani mtu anaiba hata nyumbani kwake. Sababu gani? Alikosa malezi. Basi ndugu zangu, sababu Kristo alikuja kupambana na dhambi, basi na sisi tupambane na dhambi, na wazazi wajitahidi sasa kutoa malezi mazuri ili kusudi tuje tuwe na jamii ambayo watu wanaomwogopa Mungu, wanaoishi maisha ambayo ni mazuri. Na tukiwa na jamii ya watu ambao wanamwogopa Mungu, basi amani inatawala na haki inatawala na watu wanaishi kwa amani. Ndugu zangu, katika ibada hii
kuna ambao watabatizwa, na waombeni muishi maisha mapya katika Kristo, sio maisha ya kipagani tena. Maisha ya kipagani mnaachana nayo rasmi leo, mnaishi maisha sasa ya kumfuata Kristo, na mtaimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Kwa sakramenti hiyo iwafanye nini? Iwafanye muishi maisha yenu vizuri ya Kikristo. Pia kuna ambao watakaofunga ndoa, basi muishi ndoa zenu vizuri. Ndoa ambazo mtafunga ni ndoa ya Kikristo ambayo ni agano na sio mkataba. Na ndoa ya Kikristo ni kwamba haivunjiki, ni agano na hakuna aliye na mamlaka ya kuvunja agano. Kwa hiyo mpendane wakati wa raha, wakati wa shida, mvumiliane, mwishi vizuri na mpelekane mbinguni. Na watoto ambao Mwenyezi Mungu atakaowajalia, basi muwapatie malezi mazuri ili na wao pia waweze kufika mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.